Yes, mabibi na mabwana. Assalamu alaikum mabibi na mabwana. Kwa wale ndugu zangu wa Kristo, naomba tumsifu Yesu Kristo. Kwa wale ndugu zangu wa Islamu, assalamu alaikum. Kwa mara nyingine na siku nyingine tena tunakutana katika viunga vya Vikindu. Tunakutana katika viunga vya Vikindu. Nikiwa nimekuja kukuchukulia gorofa. Hii ni site mpya ambayo inaingizwa sokoni kwako na daktari dalali Hakwea na kuletea jengo na kuletea nyumba ni moja, ni nzuri sana, ambayo ni nyumba ya gorofa yenye kumiliki vyumba vitano vya kulala, sitting room na dining room. Chini kuna vyumba vitatu vya kulala, sitting room na dining room na jiko. Kwa upande wa juu kuna vyumba viwili vya kulala, kuna sitting room. Kumbuka katika vyumba vitano hivyo, vyumba vyetu vinne ni master bedroom, chumba chetu kimoja ni single. Ni nyumba moja yenye kumiliki ukubwa wa eneo lake ambao ni square mita 1200. Nyumba hii iko katika ukubwa wa eneo square mita 1200. Kutoka pale stendi ya Vikindu, kuja katika hii nyumba ni kilomita 2 tu basi. Kutoka pale katika lami stendi pale Vikindu ni kilomita 2 tu kufika katika hii nyumba. Ni nyumba moja ya gorofa, inaletwa kwako na daktari dalali Hakwea. Wateja zangu mmeniomba kwamba nifike katika hii nyumba ili nije kupata kuwachukulia video vizuri mpate kujionea. Sasa nimewaahidi na sasa naambia mimi nimeshafika, daktari wenu dokta wa majumba nimefika. Nimetoka ofisini moja kwa moja, nimetembea mpaka kufika viunga vya hapa Vikindu. Kijiji gani hichi hapa Ngunguti. Bana, hichi ni kijiji kinachoitwa Ngunguti. Vikindu unatembea kilomita 2 kufika hapa katika hili jengo, ni kilomita 2. Tumeshaangalia mazingira ya nje, sasa tunakwenda ndani ya fence moja kwa moja. Jamani, bei iliyokuwa imetangazwa katika video ya kwanza ni 2,250,000. Kuna mabadiliko kidogo. Hiyo bei sio sahihi. Bei yake ni shilingi 1,300,000 pesa za Kitanzania, ambao ni maelekezo nimepewa na mwenye mali, maelekezo nimepewa na mwenyewe. Kwa aliyekuwa amefika jana na akachukua ile video yenye thamani ya shilingi 250,000, kiukweli alikuwa amekosea kidogo. Naomba mniwie radhi, ambao mimi ile video nilipeleka moja kwa moja katika akaunti yangu ya YouTube, ambao ni akaunti zote. Kwa sasa leo nimefika mimi mwenyewe, huwa napenda kufika katika kitu na kujionea. Bana, ukisikia watu wanaishi kweli. Ukisikia watu wanaishi vizuri na wanaishi maeneo mazuri mno. Hii nyumba bana imejengwa na ikajengeka, iko katika kiwanja chenye ukubwa wa square mita 1,200. Bonge la jumba ili hapa, jumba la kisasa kabisa ili hapa, si mchezo. Inaletwa kwako na daktari dalali Hakwea kwa thamani ya shilingi 1,300,000 pesa za Kitanzania, ambayo ni bei elekezi kutoka kwa mwenye mali. Kama kuna mazungumzo, ni wewe pale utakapoamua kuacha kazi na kufanya kazi kuja kukagua jengo. Utakapokuwa umelipenda, basi mtakaa chini na mwenye mali mtafanya mazungumzo. Achana na bei ambayo ilikuwa imetangazwa jana, shilingi 1,250,000. Sio bei sahihi. Tamko kutoka kwa mwenye mali amesema ni 1,300,000. Mteja aje akague, mazungumzo watafanya wenyewe kati ya muuzaji na mnunuzi. Nyumba imekaa katika ukubwa wa eneo la square mita 1,200. Kumbuka service charge ni shilingi 50,000 tu pesa za Tanzania. Service charge ni shilingi 50,000
pesa za Tanzania. Mdau wangu, njoo kague jengo hili hapa. Nyumba moja nzuri sana. Hii sio ya kuacha wala sio ya kukosa. Tuko mazingira ya mbele kusasa. Twenze tu uani moja kwa moja mdau wangu. Haya ndo mazingira yake ya uani kama unavyoona. Mazingira ni mazuri kabisa kama unavyoona mdau wangu, tajiri yangu. Nyumba moja kali mno, nyumba moja ya kisasa. Mazingira ni mazuri kabisa tajiri yangu. Kumbuka service charge ni shilingi 50,000. Kama unavyoona nyumba bana imekamilika, isipokuwa hii nyumba bana kiwanja chake ni squatter. Kwa hiyo ubadilishaji wa jina na kila kitu unakuja kubadilisha wewe mwenyewe. Kiwanja chake ni squatter. Upimaji shirikishi bado. Unakuja unapima wewe mwenyewe, unakwenda manispaa, unakwenda unakumilikisha wewe mwenyewe. Huku kwa upande wa chini kuna sehemu ya mifugo. Twende tukaangalie moja kwa moja sehemu ya mfugo kama unavyoona, na kuonesha vizuri upate kuona uhalisia. Ndio maana napendaga mimi katika biashara nifike mwenyewe, ili tajiri ukiangalia uwe unajionea. Ndio maana nikasema eneo lina ukubwa wa square mita 1,200. Imagine, fikiria kwamba nilikotoka na mpaka nilikofika huku, nimeanzia mbele nimekuja ndani kabisa ni huku. Jengo hili hapa. Hii video bwana itakuwa ni kubwa, uwe mvumilivu upate kufaidika. Imagine hii nyumba unaibeba, unaipeleka Mbweni, unaipeleka Kibada, unaipeleka Posta. Hii nyumba tunaweza tukasema tunauza B1 bilioni 1 na milioni 500. Lakini kwa sababu hii nyumba imekaa katika ndugu zetu wa barabara ya Kilwa Road, barabara ya Kilwa Road, ndio maana tunaiuza milioni 300, mazungumzo mezani. Wale matajiri wa Kilwa, wa Masasi, Wanachingwea, Warindi, Mtwara, hii ndio nyumba yenu sasa. Bonge la jumba hili hapa. Kama unavyoona mazingira mazuri tajiri. Tunaingilia kwa ukuani ambao tunakutana na upande wa jikoni moja kwa moja mdau wangu. Hapa ni jikoni, kwenye balcony hapa jikoni. Hii hapa ni store ya nje. Ukiachana na store ya nje, unakuja hapa dada, namba na sheta. Hapa ni jikoni, jiko hili hapa. Jiko hili hapa, hii hapa ni store ya kuwekea vyakula, store kubwa kabisa. Mimi napendaga kufika kila sehemu ninapochukua video zangu, ili mteja ukiangalia uwe unajiridhisha vizuri. Hapa ni jikoni kama unavyoona. Mazingira mazuri kabisa. Mazingira yako safi. Kiachana na jikoni tunakwenda dining room. Tunakwenda dining. Dining ni hapa, nionyesha hapa safi. Hapa ni dining. Dining kama unavyoona tajiri yangu. Mazingira ni mazuri kwa wastani. Hii sio ya kukosa. Mazingira mazuri kabisa tajiri. Bei ni shilingi milioni 300 pesa za Tanzania. Sio milioni 250 tena, hapana. Ni milioni 300. Mazungumzo, njoo kutane na mwenye mali. Hapa kuna corridor hapa kama unavyoona tajiri. Corridor hapo yo. Kiachana na corridor kuna corridor huku ambao ni nzuri. Chini bana kuna vyumba. Kuna vyumba. Hichi hapa ni choo Sawa, hapa ni chooni. Hapa ni chooni. Kama unavyoona tajiri, hapa ni chooni. Hapa ni choo. Kama unavyoona mazingira ni mazuri. Ukiachana na chooni hapa, toilet public. Sitting room yetu ya chini ni hii hapa. Sitting room ya chini ndio hii hapa kama unavyoiona. Mazingira ni mazuri bana tajiri. Milioni 300, mazungumzo mezani. Njoo kutane na mwenye nyumba mfanye mazungumzo. Nyumba ni kali mno tajiri, nyumba ni nzuri mno. Hii sio ya kukosa tajiri. Nyumba kali mno. Bonge la jumba la kisasa, nyumba yenye mandhari mazuri tajiri yangu. Njoo kague nyumba, ufanye mazungumzo. Hii sio ya kukosa tajiri. Kiachana napo tunaangalia chumba chetu kimoja cha chini huku hichi. Tajiri naweza kaingia ndani huko. Haya. Hapa tunaingia moja kwa moja katika chumba chetu hichi. Hapa ni master ya chini. Chumba kimoja ambacho hichi ni chumba tu cha kawaida ambacho ni bonge la jumba ili
Asa chumba anacholala mwenyewe ndio usiseme jamani. Chumba anacholala mwenyewe mwenye mali sio mchezo. Hii hapa sio ya kukosa. Nyumba yenyewe nyumba kali mno. Bonge la jumba ili hapa ili. Bonge la jumba hichi ni chumba tu anacholala mtoto. Imagine chumba analolala mwenyewe siwezi ongea sana. Twenzetu mazingira ya juu. Twenzetu mazingira ya juu. Ukapate kuona mazingira ya juu twenzetu. Twenzetu mazingira ya juu. Mazingira kama unavyoona hapa. Tunakwenda juu sasa moja kwa moja. Chini ni vyumba vitatu, juu ni vyumba viwili. Chumba hichi hapa unachokiona, chumba hichi hapa, kuna chumba kile kule. Kisha nakuja juu kwa. Tunapanda juu moja kwa moja. Kama unavyoona tajiri. Napanda juu moja kwa moja, nimetoka chini huku. Sasa ninakwenda juu. Moja kwa moja tajiri. Bei elekezi ni milioni 300 kutoka kwa mwenye mali. Achana na bei ya jana. Bei ya jana ina tofauti kidogo 250, sio bei sahihi. Naomba nosheta. Yes, kama unavyoona huku niko juu kabisa tajiri yangu. Niko juu kama unavyoona. Juu ni chumba chetu cha kwanza hicho hapo. Chumba chetu kingine kile kule. Hapa kuna balcony sitting room ya juu moja kubwa ya kibabe kabisa. Tunasema huku ni kwa watoto wa kiume. Watoto wa kike mpira wanatazama chini, wanaume mpira wanaangalia juu, chakula wanakula juu huku. Bonge la sitting room la kibabe. Ili hapa. Njoo tazame nyumba kwa thamani ya shilingi milioni 300 pesa za Tanzania. Mazungumzo mezani pindi pale utakapokuwa umekutana na mwenye mali. Kumbuka, tajiri unenunua utatoa 5% kwa bei mtakokubaliana na mwenye mali. Asante. Mashine kali sana ya hapa, sio ya kukosa tajiri yangu. Asanteni. Haya, tajiri nitafute kwa namba za simu 0713 96 62 96. Hiyo ni Tigo. Nenda pale kwenye mtandao wa Vodacom, nenda kanitafuta kwa 0765 50 70 40. Kanitafuta kwenye Airtel 0787 96 62 96. Naomba ikumbuke utakaponunua jengo hili tajiri unenunua, kumbuka kuna 5% kwa ajili ya kulinda maslahi ya dalali wako Hakwea. Kumbuka unavyokuja kupatana uje upatane kwa makini kwa kulinda maslahi ya dalali wako Hakwea, kwa sababu kumbuka 5% ya pesa dalali inakuhusu wewe tajiri unenunua. Service charge ni shilingi 50,000 pesa za Kitanzania. Na wapenda sana, nenda pale Facebook, nenda pale Instagram, nenda pale TikTok, nenda pale channel YouTube, nenda pale Instagram kwa jina tu moja, Dalali Daktari Dalali Hakwea. One love, na wapenda sana. Asanteni, Mungu awabariki.